Mimi ninaitwa Dr. Manimba Daniel, ni moja ya wakurugenzi au wakurugenzi wenza katika kampuni hii ya Hopeka, na ndio mkurugenzi mkuu katika kampuni ya Amla Gogondi Products. Tuko hapa kwenye maonesho ya wiki ya ATAPE. ATAPE ambayo ni sehemu ya kitengo muhimu sana cha wenzetu wa dini ya Wakristo wa Sabato. Na katika wiki hii ya siku kama 5 tuna huduma mbalimbali ambazo tunazitoa hapa, ikiwemo huduma za ujasiriamali, lakini tupo watu ambao tunahusika na huduma za ushauri wa matunzo ya afya na tibalishe. Sasa kwa nafasi yangu, bila ya kupoteza muda, kwenye banda hili la Hopeka, sisi tunashughulika na bidhaa katika kategori 3 kuu za msingi sana ambazo zina matokeo mengi sana. Kategori ya kwanza ni ya kuosha mwili, yani viosha mwili ambazo kitaalamu tunaita detox au antioxidants products kitaalamu. Hizi bidhaa nitakuonyesheni. Lakini tunayo kategori ya pili ambayo ni lishe, ambayo hii lishe ni tibalishe pia. Hii ni Hopeka, bidhaa moja maarufu sana ndani na nje ya nchi, ambayo binadamu yoyote anapoitumia inatunza afya, lakini wakati huo huo inauwezesha mwili kuondoa magonjwa karibu ya kila aina, nayo nitaieleza. Lakini pia tuna kategori ya 3 ambayo tunaita ni viamshi. Hivi viamshi ni virutubishi maalum vya asili kwa ajili ya wanandoa, na tutaeleza hizi siri za wazee wa zamani, kwa nini walikuwa hawana matatizo ya vijana wa sasa. Tutawaeleza hizi. Kwa hiyo tukianza na bidhaa ya kwanza, kategori ya kwanza, kwa nini binadamu tunahitaji kusafisha mwili? Kwa nini binadamu tunahitaji kuondoa uchafu na sumu mwilini? Hii inatokana na maisha ya kisasa tunayoishi. Wengi tunapenda kunywa vinywaji ambavyo vimepitia viwandani. Tunaingiza kemikali mwilini. Wengi tunapenda kutumia dawa pasipo ushauri wa daktari, ambapo tunaingiza sumu mwilini bila ya utaratibu maalum. Lakini vile vile tukiugua lazima tuende hospitali tukatibiwe. Unatibiwa, unaondoa ugonjwa, lakini mwilini unakuwa umeongeza sumu. Hapa naomba nitoa angalizo. Sisemi kwamba ukiugua usiende hospitalini. Ukiugua ni muhimu sana ukaenda hospitalini, upate matibabu husika, tumia dozi kikamilifu kabisa. Na ukimaliza, njoo kwetu wataalamu wa lishe na tibalishe, tuondoe mabaki ya sumu zilizobakishwa na dawa mwilini, zisije zikaleta madhara mbalimbali. Kwa hiyo kwa sababu hiyo na sababu zinginezo, mfano hata hewa tunayovuta hii, magari na viwanda vimeongezeka sana. Kwa hiyo hewa tunayovuta sio safi sana, inaingiza uchafu na sumu mwilini. Madhara ya sumu mwilini ni pamoja na kuuchosha mwili. Madhara ya sumu mwili ni pamoja na kuchakaza mwili. Watu wanazeeka kabla ya umri muafaka. Madhara ya sumu mwilini, kunaweza ukatokea magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza na yasiyokuwa na tiba kwenye dawa zetu za hospitalini. Dawa yake na kuondoa matatizo na mengine, tumia unga wa tunda linaitwa Amla Gogondi. Amla Gogondi kitaalamu, hili tunda linaitwa gooseberry. Hili tunda linafahamika sana duniani kwa sababu linalimwa sana India, na Tanzania tunalipata porini kwa msimu maalum. Kwa hiyo unga wa hili tunda unapokuwa unatumia kama kiungo cha chai, au unachanganya kwenye maji hata ya baridi au supu, ukawa na kunywa, inatoa sumu zote mwilini, afya yako inabaki kuwa salama. Lakini pia huwa inaondoa aina fulani ya uchafu, mafuta machafu yanayojisiliba kwenye mirija ya damu, na mafuta machafu yanayojichanganya kwenye damu yenyewe. Haya mambo mawili huwa yanasababisha matatizo mengi sana ya moyo, yakiwemo mapresha, yakiwemo mashambulio ya moyo. Kwa hiyo unapokunywa chai ya tunda hili la Amla Gogondi, hayo matatizo kama yalikuwepo yanatoweka. Kama hayapo, unajiepusha na hayo matatizo yasije yakakupata baadaye. Lakini kuna eneo jingine ambayo hii Amla Gogondi inasafisha mwili, inasafisha mfumo wa kumeng'enya chakula. Hasa huku ndo kwenye matatizo mengi sana. Tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba chanzo cha magonjwa mengi sana tunayougua binadamu duniani ni uchafu kwenye utumbo. Sasa hii bidhaa unapokuwa unaitumia kama sehemu ya kinywaji kwako, inasafisha utumbo.
kusafisha utumbo. Utaona hata ukienda chooni kinyesi kinatoka kingi na kinatoka laini. Hilo ni swala zuri sana kiafya, na utaona mwili unakuwa mwepesi, hauharishi, lakini kinyesi laini. Sawa eh? Kama unakula chakula kingi, ugali, ndo vyakula vyetu vikuu, ugali, wali, sijui vitu gani, alafu ukienda chooni unapata kinyesi kidogo, na wakati mwingine kigumu kinatoka vipande vipande kama chambuzi, jua mfumo wako wa umeng'enya chakula hauko sawa sawa, na hii itakusababishia matatizo mengi ya kiafya na magonjwa mengi sana ambayo sasa hapa siwezi kuyataja. Ni mengi sana, tutamaliza muda wetu. Kwa hiyo tunashauri binadamu wageukie kutumia hii chai ya tunda la amlagogondi kwa usalama wa afya zao. Mimi mwenyewe binafsi ninatumia sana hii chai ya amlagogondi na inaniweka vizuri sana. Sipati tatizo lolote la constipation, siwezi kupata tatizo la bawasiri kwa sababu choo changu kila wakati ni laini. Kwa hiyo ni eneo la kwanza la kusafisha mwili. Ipo package kubwa ya kutumia mwezi mzima, ipo package ndogo ya kutumia wiki moja, na bei ni tofauti tofauti. Bei ya package ndogo ni shilingi 10,000, bei ya package kubwa ni shilingi 45,000 ya kutumia mwezi mzima. Then tuna bidhaa ya pili. Hii ni lishe, wakati huo huo ni tibalishe. Sasa hii bidhaa imeshajitwalia umaarufu mkubwa sana ndani na nje ya nchi, kwa sababu inafanya kazi nyingi sana kwenye mwili wa binadamu kuliko bidhaa yoyote ambayo inawezekana mtazamaji na msikilizaji ushawahi kuisikia. Hii Hopeka tulijifunza hii teknolojia kutoka nchi ya Israeli. Ni unga wa mbegu mchanganyiko za matunda na mimea mbalimbali, na upekee namba moja wa hii bidhaa mpaka ikathibitishwa mpaka na TBS ni kwamba una virutubishi tiba vingi sana kwa wakati mmoja. Inapikwa kuwa uji, na uji wake hii na unatumika na watu wa rika zote, kuanzia watoto wa miezi 6 mpaka vikongwe. Inafanya kazi gani mwilini? Kazi ni nyingi sana, lakini tazieleza kwa muktasari. Kazi namba moja, kwa sababu kila mtu anahitaji lishe bora, hii itasaidia sana kutunza afya ya mwili wako. Afya yako itakuwa vizuri sana, kuanzia afya ya ubongo, afya ya mwili, kinga ya mwili, na kurekebisha mifumo ya uzazi kwa wanaume na wanawake. Hii inafanya vizuri sana. Kuna mbegu inaitwa almond na walnut zimo hapa, ambazo unapokula unapata utajiri, yani imesheheni madini ya zinc na virutubishi ambavyo vinaimarisha sana ubongo na kumbukumbu. Na hapa hata kuna watu ambao wana matatizo ya kusahau sana, kuanzia watoto wanaosoma mashuleni na wanavyuo, tunashauri sana kula Hopeka kwa sababu inalisha ubongo, unakuwa na kumbukumbu nzuri sana. Kwa hiyo hata kwenye masomo yako utaperform vizuri sana. Lakini pia kuimarisha kinga ya mwili, tunasema kinga ni bora kuliko tiba. Hii itakusaidia kupunguza safari za wewe kuja hospitalini, kuchoma masindano na madawa. Hatutaki kuishi kwa kutumia madawa. Tunatakiwa kuishi kwa kutumia lishe ambazo zitatupunguzia hali za kuugua. Ina balance mifumo ya uzazi kwa wanawake. Inarekebisha sana hormones na mizunguko ya hedhi, hasa akiitumia kwa kufululiza. Hii itamsaidia matatizo ya hedhi yatoweke, matatizo yanayotokana na hormones kuparaganyika yatoweke, na atapata uzazi kwa kupangilia vizuri bila kutumia madawa ya uzazi wa mpango. Kwa wanaume, mbegu zilizosheheni humu ndani huwa zinasapoti sana mfumo wa uzazi kuzalisha mbegu za kiume za kutosha. Kwa hiyo hata lile changamoto sijui ya mbegu za kiume, nguvu za kiume, hii pia ni ufumbuzi. Kula vizuri, ukae vizuri. Jambo la mwisho ambalo limeshangaza dunia ni kwamba hii ni tibalishe. Anapoitumia mtu mwenye changamoto za magonjwa aina nyingi mbalimbali zozote zile, hii inaamsha sana kinga ya mwili, kuzalisha askari wengi mwilini, unauwezesha mwili kujitibu magonjwa mengi sana. Kwa uchache nitaje, vidonda vya tumbo ni kesi ndogo sana kwetu. Magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza yakiwemo mavi, sukari, hii inakarabati kongosho na kuamsha kongosho na kuwezesha mwili kuzalisha insulini ya kutosha. Yani utasema bye bye baada ya muda fulani, bye bye kisukari. Tunaambiwaga kisukari hakitibiki kwa madawa ya kawaida, hakitibiki. Ni kweli hakitibiki, lakini kwenye ukarabati wa kukarabati kongosho ambao ni pancreas
baada ya muda fulani, hata kama ulikuwa unatumia vidonge na sindano, wengi wameacha. Na magonjwa mengine, watu waliopooza, hii inafanya rejuvenation. Niseme rejuvenation process ni utaratibu wa kuzalisha chembe hai mpya mwilini. Na chembe hai mpya mwilini ndicho chanzo cha uumbaji wa tishu na viungo vingine vyote mwilini. Ndio maana watu waliopooza huwa wakitumia Hopeka kwa kufululiza, huwa wanarudi kuwa wazima na maisha yao wanakaa sawa sawa. Lakini pia ni nzuri kwa watu ambao miili yao na afya zao zimechakaa. Hata kama una umri mdogo, pengine umeugua, afya yako imeyumba, imechakaa, tumia Hopeka hii na restore afya. Kurestore ni nini? Kurejesha. Afya inarudi mahali pake. Lakini kwa wale ambao umri umeanza kuenda, wanachoka, wanazeeka, wanahitaji sana hii lishe inaitwa Hopeka. Wanapoitumia, kwa sababu nimesema kwamba inazalisha chembe hai mpya mwilini, tafsiri yake zilizokufa huwa zinatoweka mwilini. Kwa hiyo mtu hata kama alikuwa ni mzee, anakuwa na uzee mwema. Kuna watu ambao wametumia, wazee ambao walikuwa wameshika mkongojo, akitumia kwa kufululiza, inafika mahali mkongojo anautupa. Kwa hiyo kama una wazazi bado wako hai, unataka wazee wasio na malalamiko ya uzeeni, unataka kupunguza au kuondoa kabisa safari za kwenda hospitalini, wanunulie sana Hopeka kila wakati, watumie kila wakati, iwe sehemu ya nini? Ya lishe. Kwa hiyo kwa ujumla, lishe pamoja na kupata Hopeka, tunashauri hata ulaji wa nyumbani, penda kula vyakula vya asili. Vyakula vya asili, matunda ya asili, mboga za asili. Usisubiri viende vikachakatwe kwenye viwanda. Wakati mwingine katika viwanda huku, yani juice au vitu, lazima viwekee kemikali za kuzuia visiharibike haraka. Zile kemikali hazihitajiki mwilini. Ukizitumia kwa kufululiza vikawa nyingi, zitakuletea madhara baadaye. Kwa hiyo ni vizuri ukatumia vitu vya asili. Kwa hiyo hili ni kundi la pili, nimeeleza kundi la kuosha mwili na sababu zake na umuhimu wake. Kundi la kulisha mwili, ambao pia ni tiba inapita humo ndani, ni muhimu sana, na ulaji vizuri nyuma. Sasa nieleze kundi la tatu la virutubishi ambavyo ni kwa ajili ya wanandoa. Hii nieleze kwa uchache, kwa sababu tunayo asali mbichi hapa, ambayo haijachanganywa na kitu chochote, imekamuliwa tu mbichi kabisa, imekamuliwa tu bila ya kuchemshwa. Asali pamoja na kazi zingine zote na faida zingine zote, asali kwanza ina virutubishi vingi, ni lishe. Asali inatengeneza kinga ya mwili. Jambo la pili, asali ina matibabu ndani yake. Lakini asali ni kiamshi kwa wanandoa, hasa wakiwa wanatumia kama sehemu ya kiungo. Nyingine wanaramba, nyingine wanatafuna masega kila siku, asubuhi na usiku. Asubuhi ni kiamshi kwa wanandoa. Japokuwa tuna asali ambayo tayari tumeishaiwekea na mitishamba kabisa, ambayo walikuwa nakula wafalme zamani. Hii hapa ndogo inaitwa jinsiana, nyingine asaliana na vitu kama hivyo. Lakini tunazo kategori za asali ambazo ziko kwenye chupa ndogo ndogo, ambazo zimechanganywa na mitishamba. Hizi ndo siri za wazee wa zamani, kuwa vizuri mpaka wana miaka 100 na ni kutumia asali iliyochanganywa na mitishamba. Na hii ni nzuri sana, kwa sababu hii mitishamba ni kama natural antibiotic. Natural antibiotic. Mtu anapotumia sio kwamba inamsaidia tu kuwa vizuri kwenye tendo la ndoa, lakini inamsaidia pia vizuri kusafisha mirija ya damu, kupurify damu iweze kuflow vizuri kwenye mwili, na inatengeneza na kinga ya mwili. Kwa hiyo tunawashauri sana wanandoa waweze kututafuta na kutupata, tuwape siri za wazee wa zamani, hasa wafalme. Kwa nini waliishi maisha marefu sana kuliko watu wa kawaida? Kwa nini walikuwa ni aghalabu, ni mara chache, ni nadra kusikia mfalme ameugua? Tutawaeleza hizi siri zake, lakini pia tutawaeleza siri za wazee wa zamani. Kwa nini walikuwa na uwezo mzuri wa kuhudumia wake mpaka 100 bila kutetereka? Kizazi hiki cha sasa hivi, kizazi cha chipsi na soda, kizazi cha sukari za viwandani, hawali hata hizi asali ambayo sio adimu. Kizazi cha kula pombe haya na vitu vyenye kemikali, ni kizazi ambacho kina matatizo makubwa sana ya nguvu za kiume. Kwa hiyo njooni kwenye banda la Hopeka, tuko hapa wiki hii mwisho Ijumaa hapa, tuweze kuwahudumia. Lakini pia baada ya Ijumaa
huwa tunaendelea kutoa huduma hapa na Nyerere Square, mnaweza kutupata. Hii bidhaa ambayo nimesema ya wanandoa ipo, tutakupatia bei. Kuna package ndogo, kuna package za kati, kuna package kubwa, bei zinatofautiana. Wengi wameita eti kifurushi cha wiki. Wateja wangu nchi nzima wananipigiaga simu, wananiambia bwana, tunataka kile kifurushi cha wiki. Tunaelewana. Lakini jina jingine wanaita eti chakula cha kifalme, kwa sababu hii mizizi ilikuwa naliwa na wafalme tu zamani. Sasa wafalme zama zao zimepita, na sisi tunakula, tunakuwa wafalme katika engo zote. Tunaishi maisha marefu, hatuugui ovyo ovyo, lakini pia tunaupiga mwingi, mambo yanakaa vizuri. Kwa hiyo itasaidia kuimarisha ndoa za watu. Kwa kumalizia kabisa, naomba nitaje namba zangu za simu. Nirudie jina langu, ninaitwa Dr. Manimba. Ni mtu wa taaluma kabisa ya afya na nimebobea kwenye mambo ya food and herbal supplements kwa miaka mingi. Namba zangu za simu ni 0713 66 0067. Hiyo ni Tigo. Naomba niirudie. Ni 0713 66 0067. Hiyo napatikana masaa 24. Lakini kutajia namba yangu ya pili pia ambayo napatikana masaa 24, na hii inapatikana hadi WhatsApp masaa 24. Hii ni Halotel. Ni 0629 75 30 61. Nitairudia kwa mara ya mwisho. Ni Halotel 0629 75 30 61. Tunawakaribisha watu wote Hopeka na kwenye Amla Gogondi, wakati wowote tutawahudumia masaa 24. Asante sana.